Karibuni. Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu, naitwa Nasoro Katunga, wakili wa serikali mkuu. Nasaidiana na Tawabu Isa, wakili wa serikali mwandamizi. Jobu Mrema, wakili wa serikali mwandamizi. Subiri. Endelea. Kasbet Mbelingi, wakili wa serikali. Na Winiwa Kasala, wakili wa serikali. Mheshimiwa, tunaiwakilisha Jamhuri katika shauri hili. Mshtakiwa yupo. Na Mheshimiwa, shauri inakuja kwa ajili ya kutajwa. Mshtakiwa yupo. Ndipo tayari. Mheshimiwa, shauri lipo kwa ajili ya kutajwa, na baada ya shauri hili kusomwa na kutolewa maoni ya kisheria ya legal opinion, ndipo sasa kwenye hatua ya kuamuliwa. Sasa uko kwenye hatua ya uamuzi wa kushtaki au kutokushtaki. Kwa Mheshimiwa, tulikuwa tunaomba tarehe nyingine tuje tuiambie mahakama ni nini kimeamuliwa. Nasemaje? Nashukuru sana. Hii kesi isiahirishwe zaidi ya leo. Hakuna sababu yoyote ya msingi kwa kubalia ahirisho lingine. Sasa Mheshimiwa, naomba nizungumze. Mheshimiwa, tulipokutana hapa mara ya mwisho tarehe 16 kama sikosei, tarehe 16, wakili wa serikali mkuu na mawakili wenzake waliambia mahakama hii kwamba upelelezi umekamilika, faili imeshapelekwa kwa DPP kwa ajili ya kutolewa uamuzi. Ilishapelekwa kabla ya hiyo siku ya tarehe 16 Juni. Mheshimiwa, mimi naamini huyo mkurugenzi wa mashtaka DPP hajasomea chini ya mwembe kama marehemu mama yangu. Sio mbali, anajua kusoma, amesoma sheria, ana uzoefu na mambo haya. Inamchukua muda kiasi gani kujiridhisha kwamba kuna kesi ya kupeleka mahakama kuu au hakuna kesi alete non prosecution. Inachukua muda gani mkurugenzi wa mashtaka ambaye ana sifa zile zilizotajwa katika katiba hii, mwanasheria aliyefanya kazi ya sheria kwa muda usiopungua miaka 15 kama sasa, inachukua muda gani kusoma faili la kesi hii ili aiambie mahakama yako tukufu kwamba una ushahidi wa kutosha apeleke
information ya Mahakama Kuu au hakuna ushahidi, aingie nole, alete nole mahakamani. Sasa mheshimiwa, nataka nizungumze kidogo juu ya sheria. Kifungu husika ni kile alichokitaja wakili wa serikali mkuu siku hiyo ya tarehe 16 ya mwezi uliopita. Kifungu cha 245 cha sheria ya mwenendo wa jinai, kifungu kidogo cha 4 na kifungu kidogo cha 5. Nataka tuanzie hapa. Mheshimiwa, kifungu kidogo cha 4 cha 245 kinasema kwamba upelelezi ukisha kamilika, DPP au mwakilishi wake, yaani hawa, sio DPP ni hawa, mshtakiwa tumia lugha ya mahakama. Lugha ya mahakama hakuna hawa. Sawa mheshimiwa. Yes. DPP au mawakili wa serikali, yes, the law officer, wanapelekewa faili. Upelelezi umeshakamilika, wanapelekewa faili ili wataamue upelelezi huu una ushahidi wa maana wa kupeleka Mahakama Kuu au la. Hii ilishafanyika. Kitu ambacho tulitazamia tuambiwe leo, na nachokuomba mheshimiwa, uwalazimishe wakisema, wakifanya, nitakuja kwenye namna ya kuwalazimisha. Kitu tulichotegemea leo ni kifungu cha 245 kifungu kidogo cha 5 kuingia hapa. Na kifungu hiki kinasema mheshimiwa, mwendesha mashtaka wa serikali au afisa mwingine wa umma, yaani mawakili wa serikali hawa, baada ya kuchunguza faili waliopelekewa under subsection 4, baada ya kupelekewa lile faili na maelezo ya mashahidi, kama wakili wa serikali, kama DPP au mawakili wake wa serikali wanaona kwamba ushahidi uliopo hautoshelezi, sheria inasema he shall immediately enter a nolle prosequi. Immediately, mara moja. Hiyo ni option ya kwanza ambayo tulitegemea watuambie hapa leo. Faili limekamilika, tumelisoma, hakuna ushahidi, tuna enter an immediate nolle prosequi. Sheria inasema shall immediately. Option ya pili, kama hiyo haipo, option ya pili inasema kama bado DPP au mawakili wake wa serikali wanaona kuna sababu za ushahidi zaidi kutafutwa, kama wana reason to believe that additional evidence, additional investigation may change the position, then wakaomba ahirisho na wakaomba muda wa further investigations. They only have two options: enter an immediate nolle prosequi au omba mkafanya upelelezi zaidi. Those are the only two options they have under the law. Faili haliwezi likasomwa kwa mwezi mzima na ofisi ya DPP na mawakili wake wote. Hii maana yake ni kwamba tutakuwa tunaruhusu uzembe ambao hatupaswi kuvumilia kwa dakika moja. Mheshimiwa,
Kwa hiyo hoja yangu ni kwamba kama wana ushahidi, wanaona wana ushahidi wa kutosha, information haiko. Kama hawana, no, let prosecute now immediately. Sasa mheshimiwa, leo ni siku yangu ya 83 gerezani. Siku ya 83 gerezani. Wiki ijayo nitakuwa na siku 90 gerezani. Sasa mheshimiwa, kuna watu hawaelewi, kwa watu wasioelewa wanafikiria kwamba hii ni kesi ya kwanza ya uhaini nchi hii. Hii sio kesi ya kwanza ya uhaini nchi hii. Tuna mifano ya kesi za uhaini nchi hii, na tuna mifano ya namna ya kesi za uhaini zinazopelelezwa na zinavyoendeshwa. But they should not behave as if this is the first treason case in this country. Mheshimiwa, kesi ya kwanza ya uhaini katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilifunguliwa miaka 55 iliyopita. Tanzania watakuwa wameisoma labda, sina hakika kama wameisoma. Kesi ya kwanza ya uhaini mheshimiwa, na iliandikiwa mimeograph pamphlet na chuo kikuu Faculty of Law of University of Dar es Salaam, my alma mater, I'm proud to say. Tanzania's first treason trial kwenye mahakama kuu ilikuwa criminal case number 685 of 1970. Na kwenye court of 1970 criminal case number 685 of 1970. Na sessions case, criminal sessions case number 103 of the same year. Chief Justice Telford Georges. Na kwenye mahakama ya rufani ya Afrika Mashariki mheshimiwa, kwenye mahakama ya rufani kesi hii iko reported. Inaitwa Gray Kumbu Matata na wenzake dhidi ya Jamhuri 1971 EA 495. Kesi hii mheshimiwa ndio kesi yetu ya kwanza ya uhaini. Ilikuwa na washtakiwa 9, and this is very important. Hii ya sasa inamshtakiwa mmoja. Kesi yetu ya kwanza ya uhaini ilikuwa na washtakiwa 9, wakiwemo mawaziri Michael Mowbray Kamaliza, Bibi Titi Mohamed. Ilikuwa na military officers, Captain John Dastan Lifa Chipaka, Captain Lieutenant William Magori Chacha. Ilikuwa na military officers, na ilikuwa na wanachama maarufu 5 kama hao kuna Michael Kamaliza, Bibi Titi Mohamed and others. It was a major case. Sasa mheshimiwa, ukisoma hukumu ya mahakama ya rufani ya Afrika Mashariki, hukumu ya President Dufus, Profesa Mgongo Fimbo alikuwa anatuambia kumtaja Dafas. President Dafas au Dufus alisema kwenye ukurasa wa 495, hii kesi kubwa hii kwenye mahakama kuu katika hatua zake zote from committal to high court to Court of Appeal of East Africa ilichukua miezi 6 na siku 17. Miezi 6 na siku 17. Between the time
the accused persons were arrested in April of 1970, and the time the Court of Appeal of East Africa decided the appeal. Miezi 6 na siku 17. Ilikuwa na washtakiwa 9. Matukio yaliyokuwa yanalalamikiwa ya uhaini yalifanyika, mengine Uingereza. Oscar Kambona alikuwa Uingereza. Mengine yalifanyikia Kenya. Hawa kina Grey Mataka na wenzao walikuwa wanaenda Kenya kwenda kupanga njama za kupindua serikali na kumuua Nyerere. Na nyingine ilifanyikia Dar es Salaam. It was a complicated case. Between the arrest of the accused persons and the Court of Appeal decision, it took 6 months and 17 days. Hii kesi mheshimiwa, kama hiyo kesi kama ingekuwa leo, ingechukua miaka 20 kwa utaratibu huu. But it took 6 months. Kwa sababu watu walikuwa wanafanya kazi. Kwa sababu watu walijua kwamba katiba yetu inasema uhaini, ibara ya 28, ibara ya 28 ibara ndogo ya 4, uhaini kama unavyofafanuliwa na sheria utakuwa ni kosa la juu kabisa dhidi ya Jamhuri ya Muungano. People took treason seriously. Hawa mawakili wa serikali mheshimiwa have not taken this case seriously at all. Tunamaliza miezi 3 hatujaanza. Ile kubwa ilichukua miezi 6 na siku 17 kumalizia kwenye Court of Appeal because people wept. Kesi yetu ya pili ya uhaini, kesi ya pili ya uhaini ya nchi hii iko reported mheshimiwa jaji, mheshimiwa hakimu. Ni kesi Hatibu Gandhi na wenzake dhidi ya Jamhuri. It's reported in 1996 TLR number 12. Ilikuwa na washtakiwa 19 wakiwemo wanajeshi 9 na waliobaki walikuwa raia civilians. Washtakiwa 19. Matukio yaliyokuwa yanalalamikiwa ya uhaini ilikuwa ni kutaka kuipindua serikali kwa kutumia jeshi na kumuua rais wa Jamhuri ya Muungano. Hiyo kesi mheshimiwa, matukio hayo yalifanyika mengine Kenya. Uncle Tom Lugangira alikuwa Kenya na Tamim, Mohamed Tamim kama sikosea, walikuwa Kenya. Hao wengine kina Kadego, kina Mapunda, kina nani walikuwa wengine wako Lugalo, wengine Ewi, wengine Nevi hapo Kigamboni, wengine Monduli, wengine kambi ya Tabora, wengine na Chingwea. This was a major treason plot. Kwa mujibu wa hukumu ya Chief Justice Nyalali mheshimiwa, utaangalia ukurasa wa 14 na 15, Mheshimiwa Jaji Mkuu Francis Nyalali anasema kesi hii kwenye mahakama ya mahakama kuu ilihitaji mashahidi 140, mashahidi 97 wa serikali, mashahidi 43 wa utetezi, 140 witnesses. The record of the case, the trial record,
ilikuwa juzuu 14 na judges notes peke yake zilikuwa juzuu 4. It was a major treason trial. Ilichukua mwaka mmoja na siku 17 according to judgment ya Chief Justice Francis Nyalali, ukurasa wa 13 na 15. Siku kesi kubwa kama hiyo, mwaka mmoja, siku 17 between Komito, High Court na Court of Appeal. Hatujaanza hapa Komito, tunaelekea kwenye siku 90. Na ni mtu huyu mmoja. Kama ingekuwa hivyo leo, kesi ya aina hiyo, mheshimiwa wewe ungeritaya, mimi ni pengine ningekufa, bado hao wanatuambia tuahirishe. Ama wakili wa serikali hapa kwa utaratibu huu. Kwa mheshimiwa, tunachezewa. Watu hawafanyi kazi, wanafungua mashtaka makubwa, alafu ndio wanaanza kufikiri ushahidi uko wapi. Hizi kesi mbili mheshimiwa, hizi kesi mbili kubwa nilizozisema ambazo zilifanyika katika mazingira haya miaka 55 iliyopita, teknolojia ilikuwa 1970 au 82-83 ukilinganisha na leo. But people took treason cases seriously. They worked timeously. They worked timely. Justice was delivered in good time. Tuko siku, mimi niko gerezani leo siku 83, bado tunaomba tuahirishe. Sasa mheshimiwa, naomba tujiulize na mahakama yako ijiulize. Shtaka hili linasema hivi, mshtakiwa ni mmoja. Itakuwa kesi ya kwanza katika historia ya dunia hii kwamba mtu mmoja peke yake ndio anafanya uhaini. It is the first time in world history one person is being accused, is being charged with treason. Sasa wanasema ni mtu mmoja, uhaini wake aliufanya siku moja, wameitaja tarehe 3 Aprili. Siku moja kwenye mkutano wa waandishi uliohudhuriwa na wanachama, waandishi hapa, kila mtu alikuwepo, umekuwa broadcast live. Maneno wanayoita ushahidi uhaini wameyasema. What are they investigating? Wanachunguza kitu gani? Ni kitu gani ambacho kinashindikana? They are taking all of this time. Na mheshimiwa, actually tunafahamu it is on record, it is on court record. Hii kesi, huo mkutano unaodaiwa ni wa uhaini umeshachunguzwa na ulichunguzwa kwa siku 4 tu. Wameleta shahidi hapa, aliyechunguza amesema nimechunguza kuanzia tarehe 4, tarehe 8, tarehe 9 nimekamata. Ngoja. Shahidi amekuja hapa? Amekuja kwenye mahakama, kuna kesi mbili mheshimiwa. Sasa hii ni tofauti na nyingine. Well, they are connected. Yeah. If you want to say they are not connected, they are. No, let us put the record clear. Okay. This kesi bado haijaanza kusikilizwa. Sawa. Bado tupo kwenye committing stage. Fine. Yeah. Fine. Nachosema ni kwamba kwenye kesi ambayo imetokana na the same event, the same transaction, the same day, the same person, in fact the same meeting, wamesema imechunguzwa na mtu mmoja anaitwa Assistant Inspector John. Narudia tena. Kwa hiyo narudia tena. Shauri hili bado halijaanza kusikilizwa.
tupo katika committing stage. Sawa? Nataka tu mheshimiwa iwe kwenye record. Iwe kwenye record. I'm not asking you to make a decision on that one. Yeah. I just want you to put it on record kwamba actually we know what the games they are playing. Imechunguzwa siku 4. Ndio maana tarehe 9 nikakamatwa na tarehe 10 nikashtakiwa hapa. Kwa hiyo wanayosema ya miezi 3 baadaye, hii ni nini kama sio abuse of the court process? Endelea. Mheshimiwa, DPP, mkurugenzi wa mashtaka, mwendesha mashtaka ya jinai kwa nchi hii, anawajibu kikatiba wa kuhakikisha mfumo wa mashtaka hautumiwi vibaya kuonea watu. Hautumiwi vibaya kuonea watu. Article 59B4 ya katiba. Katika kutekeleza mamlaka yake, mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiliwa na mtu yeyote au na mamlaka yote, na akazingatia mambo yafuatayo: a, nia ya kutenda haki; b, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki; na c, maslahi ya umma. Endelea. Na wajibu huo mheshimiwa ni wajibu wa kisheria vile vile kwa mujibu wa sheria ya mamlaka ya uendeshaji wa mashtaka, National Prosecution Service Section 8. In the exercise of powers and performance of his functions, the director shall observe the following principles, namely: A, the need to do justice, the need to prevent abuse of the legal process, and the public interest. Kama kesi kubwa za uhaini zilitumia miezi 6 na siku 17 miaka 55 iliyopita, au mwaka 1 na siku 17 miaka 43 iliyopita, 42, I'm sorry. Mheshimiwa, ni haki gani ambayo inatendeka hapa? Hiyo nia ya kutenda haki iko wapi? Siku 90 hatujaanza, bado tunaombewa ahirisho. Hiyo haja ya kutenda haki iko wapi? Hiyo haja ya kuzuia matumizi mabaya ya mfumo wa kimahakama, mfumo wa mashtaka iko wapi? Na ni maslahi gani ya umma yako hapa? Maslahi gani ya umma yanayo justify uzembe wa aina hii? Uzembe. Na mheshimiwa, nisije nikasahau wajibu wao mwingine wa katiba, wajibu wa mahakama yako kuu. Ibara ya 107 capital A ibara ndogo ya pili B
Yes. Katika kutoa uamuzi wa mashauri ya madai na jinai kwa kuzingatia sheria, mahakama zitafuata kanuni zifuatazo, yaani kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi. Kwa mheshimiwa, ukiwaruhusu ahirisho jingine, utakuwa umekiuka, kwa maoni yangu, utakuwa umekiuka wajibu wa kikatiba wa mahakama yako tukufu kuhakikisha haki haicheleweshwi bila sababu za kimsingi. Kwa hiyo tunafanyaje? Kitu gani naiomba mahakama yako tukufu ifanye? Namba moja, Mheshimiwa Hakimu, ninaomba mahakama yako tukufu waamuru mawakili wa serikali hawa waiambie mahakama, baada ya kukaa na hili faili kwa wiki walizokaa nalo, ushahidi unatosheleza. Kama ushahidi unatosheleza, wapeleke mahakama kuu, tukakutane kwa jaji. Hilo la kwanza. Na hiyo ni 245(5). Kama wanaona upelelezi, ushahidi walioupata hautoshelezi, waelekeze mheshimiwa, waamuru. Sio maelekezo, ni amri. They should enter and nolle prosequi immediately, kama inavyosema section 245(5). Ni mawili. Kuna ushahidi, peleka faili mahakama kuu. Ushahidi hautoshelezi, enter immediately, nolle prosequi. Sio ahirisho lingine. Mheshimiwa, ninaelewa, wasije wakasema nimesahau. Ninaelewa kwamba chini ya 245(5) wanaweza, upande wa mashtaka unaweza ukaomba muda zaidi wa upelelezi. Kama ushahidi walionao hautoshelezi, wana uwezo chini ya 245(5) ya kuomba muda zaidi wa upelelezi. Sasa kuna hoja mbili hapo mheshimiwa, nataka uzitafakari. Moja ni kwamba hawajasema kwamba wanahitaji ushahidi zaidi. Hawajasema. Kwa hiyo option haipo. Hawajasema. Kwa hiyo tunarudi kwenye option zile, either an immediate nolle prosequi or information to the High Court. Mheshimiwa, hiyo inayowezesha kuomba muda wa ziada wa upelelezi inasema if there is reason to believe that further investigations will change the position. Kama kuna sababu za kuamini kwamba upelelezi zaidi utabadilisha hiyo hali ya kutokuwa na ushahidi wa kutosha, then wanaweza wakaomba ahirisho. Na nimesema hawajaomba.
Lakini hata kama wangesema kuna sababu, mheshimiwa, ningekuomba uwaambie wazitoe hapa. They have a duty in law to give reasons. Kwa sio haya tunataka ushahidi, toeni sababu zinazowafanya muamini kwamba siku zingine za ziada mmeshindwa kupeleleza kesi ya mtu mmoja kwa miezi mitatu, siku za ziada zitawawezesha kufanya hiyo kazi. Give reasons to the court. The duty to give reasons. Na mashauri hapo mheshimiwa ni Mohamed Jawad Mruj. Mohamed Jawad Mruj, the Minister for Home Affairs. Mohamed Jawad Mruj. Jawad. Yes. Jawad. Yes. Mruj ni Mrouch. Versus the Minister for Home Affairs. 1996 TLR 142. Mr. Justice Makanja. 142. Na kesi ya pili mheshimiwa ni Tanzania Air Services Limited versus the Minister for Labor and others. Dia tena. Tanzania Air Services Limited versus Minister for Labor and others, and two others. 1996 TLR 217. Jaji kiongozi Barnabas Albert Samata. Kama wanaamini kuna cha nani bado watoe hizo sababu za kuamini hapa. Kwa mheshimiwa, naomba nimalizie. Na naomba nimalizie kwa kusema mheshimiwa, usiruhusu tena ahirisho lingine. Wamemkamilisha ushahidi kama walivyosema, watuambie unatosheleza. If yes, information high court. Kama ushahidi haujakamilika na hawajaomba kuendelea kupeleleza, enter immediately and nolle prosequi. Mheshimiwa, ni kwa maslahi ya umma, naamini maslahi ya umma hayo yaliyotajwa kwenye ibara ya 59 B4, maslahi ya umma yana demand, kama hawana kesi yana demand a nolle prosequi. Maslahi ya umma ya demand hivi. Kutenda haki, doing justice, demands that they should enter an immediate nolle prosequi. And prevention of the abuse of the court process demands the same. Hayo mamlaka aliyonayo DPP na mawakili wake yanataka hii kesi iishe leo kama hawana ushahidi. Mheshimiwa, huu ni mwaka wa uchaguzi na uchaguzi mkuu wa Oktoba. Mshtakiwa wako yuko gerezani, siku zinaelekea 90, ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani kwenye mwaka wa uchaguzi. Sheria ya vyama vya siasa inasema
hata kama msajili wa vyama vya siasa na mamlaka ya kufuta au kusimamisha chama kwenye mwaka wa uchaguzi hawezi. Kwenye mwaka wa uchaguzi hawezi akafanya hivi. Kupe sheria. Sasa mheshimiwa, kile ambacho hata kama kuna sababu msajili hakiwezi, wao wanataka kukifanya kwa kuniweka mimi ndani kwa kesi ambayo haina ushahidi. Kaka nikupe hiyo provision mheshimiwa. Ni section 19 subsection 3 of the Political Parties Act. Notwithstanding powers of the registrar to cancel registration of a political party, the registrar shall not cancel registration of a political party if the period during which the general elections would be held does not exceed 12 months. Hawezi msajili hata kama ana sababu, hana mamlaka ya kutuzuia kushiriki uchaguzi mkuu. Mwendesha mashtaka wa serikali anataka kutuzuia kwa kutufungulia kesi isiyokuwa na ushahidi ili niendelee kukaa mahabusu gereza kuu la Ukonga wakati mapambano ya uchaguzi mkuu yanaendelea. That is the classic abuse of the court process. Usimruhusu. Usimruhusu. Na namna ya kutokumruhusu ni kuwaambia mna ushahidi, pelekeni Information High Court. Hamna ushahidi wa kutosha, enter an immediate knowledge prosecution. Ya pangu ni hayo mheshimiwa. Kabla hujakaa, ndio mheshimiwa, nataka pia uitaarifu mahakama tarehe iliyopita ulitoa a lot of concerns namna unavyoishi kule. Yes. Nataka uieleze mahakama kama hali ikoje kwa sasa. Nashukuru mheshimiwa. Nashukuru sana. Mheshimiwa, kabla sijasema hayo, naomba nitangulie kusema nukuu kauli ya baba wa harakati za wapigania haki za watu weusi wa dunia hii, anaitwa Frederick Douglass. Na hayo maneno aliyasema mwaka 1853. Frederick Douglass alisema, power concedes nothing without a demand. It never did. It never will. Mamlaka huwa haitoi chochote bila kudaiwa. Haijawahi kutokea na haitatokea. Baada ya kudemand hapa mheshimiwa, baada ya my demands here, kesho yake mkuu wa gereza aliniita akaniambia, unataka tufanyeje mheshimiwa Lishe? Nitamwambia nataka yale ambayo nimelalamikia tangu siku ya kwanza. Niruhusiwe ibada. I'm happy to report mheshimiwa kwamba Jumapili iliyofuata nililetewa padre kwenye selo yangu. Aliletwa Father George Sai. Wale aliletwa. Ndio nimepata huduma ya kiroho. Na bwana jela akauliza na kingine, nikamwambia nataka nifanye mazoezi mahali salama uwanjani. Kama unakumbuka mwisho nilikwambia uwanja huko nyuma ya selo yangu.
Akasema na hilo granted. Kwa hiyo siku hizi nafanya mazoezi uwanjani, napata some fresh air. Kwa hiyo na hiyo imetekelezwa. Na mawakili wangu siku hizi tunaonana kwenye kachumba fulani. Kwa hiyo mheshimiwa, my demands zilisaidia kufanya mabadiliko. Na nashukuru ulinisikiliza mheshimiwa, ulinipa muda nikueleze ya mne. Kwa hiyo kuna hayo yamerekebishwa. Tuko tunaenda vizuri. Ila sisemi tunaenda vizuri ili niendelee kukaa mle. Sawa. Hayo mheshimiwa.